Hichi ndio chumba ambacho kilikuwa kikitumika na rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Abeid Amani Karume kwa ajili ya kucheza bao pamoja na wenzake. Pembeni ni baskeli ya hayati Abeid Amani Karume aliyokuwa akiitumia kwa safari zake mbalimbali. Na hapa nyuma ni tundu zinazoonyesha kuashiria mashambulizi ya risasi zilizopigwa katika mwili wake rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Abeid Amani Karume tarehe 7 Aprili 1972. Leo hii ni miaka 53 tangu kutokea kwa kifo na mauaji hayo. Viongozi mbalimbali wameendelea kutekeleza desturi ya kumbukizi ya siku hii muhimu kwa kiongozi wa taifa hili. Na mara baada ya kumaliza dua na kisomo maalum kwa hayati Abeid Amani Karume, wananchi, viongozi wamemuelezea namna rais huyo alivyokuwa shupavu katika kuiongoza Zanzibar na kuunganisha umoja na mshikamano. Vijana wa Tanzania, fanyeni mambo makubwa kwa nchi yenu kabla hamjafa. Na mwaka uliofuata yeye aliuawa baada ya kuwa amefanya mambo makubwa kwa nchi yake. Kwa hiyo alikuwa anatupa wosia tufate nyayo zake. Hilo la kwanza. La pili, tunamkumbuka kama mpigania uhuru wa Afrika katika nchi yake, lakini kwa ajili ya Afrika. Alikuwa anahudhuria mikutano yote ya Pan-Africanism ambayo ilikuwa inaleta viongozi wapigania uhuru wote wa Afrika. Nadhani uongozi uliofuata unaendelea, kwa sababu tunajaribu kuleta uongozi unajaribu kuleta watu pamoja, na hiyo ndio Karume aliyotaka, kwa sababu mapinduzi aliyafanya kuondoa dhuluma zile. Asingeliweza baada ya mapinduzi kuendeleza dhuluma, kwa alikuwa anaendeleza kila alichokiamini kwamba watu wote ni sawa, lazima waletwe pamoja na wapewe haki sawa. Na aliwahi kuunda wizara inaitwa wizara ya kuweka hali ya wananchi sawa. Sijui ulijua wewe hiyo? Yeah. Kumwenzi mzee kwa sababu hayo tulikuwa nayo kaileta mzee Karume. Labda tokee mabadiliko mengine tena huko miaka ijayo, lakini mpaka sasa hivi kwa hali ilivyo, ninasema ni wajibu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea kiongozi kama mzee Karume, na yeye ndo katuletea uhuru wa kweli nchi. Maana tumepata fursa ya kuweza kuchagua mkuu wa nchi na mkuu wa serikali. Hapo zamani tuliachiwa sultani, kwa sultani yeye ndo anatawala nchi. Wewe huwezi kwenda kupiga kura kumchagua sultani unamtaka wewe. Kwa hivyo mzee Karume alikuwa rais wa kwanza, imetusaidia sana kwamba tumekuja na demokrasia mpya. Unamchagua rais wako na ndio kiongozi mkuu, unachagua wabunge, wawakilishi. Ile imeanza na ndio maana tunasema kwamba lazima inapotokea fursa ya kusema tunamwadhimisha kwa sababu ya mengi aliyochangia, na dhana ya kwamba sisi tunatakiwa tujitafaharishe na kwetu na tuweze kutafuta maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu nchi yetu atakayeleta maendeleo ni sisi wenyewe wananchi, hata kuja mtu kutoka kwingine akatuletea maendeleo sisi. Kwa hiyo lazima tujitegemee, na hiyo ndo falsafa yake. Karume alikuwa ni rais nzuri sana. Alitujali sisi wanyonge. Chakula kilikuwa ni free bure, ambao bure yake ni bei nafuu. Hospitali ilikuwa ukenda dawa ni bure. Mgonjwa anapewa chakula kwa mujibu maradhi aliyokuwa anayo. Hiyo kaifanya. Na kawajali wazee vile vile. Na alikuwa akiwapendelea sana wazee, kuwajali.